Media TV, siku zote tunazidi kawaida. Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linaendelea kuimarisha ulinzi na usalama wa raia na mali zao kwa kufanya operesheni, misako, doria katika maeneo mbalimbali iliyopelekea utulivu na amani kuwepo katika mkoa huu wa Mbeya. Aidha, limeendelea kupata mafanikio katika kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu na kukamata watuhumiwa wa matukio mbalimbali yakiwemo matukio ya mauaji, unyang'anyi wa kutumia silaha, uvunjaji, wizi, kupatikana nyara za serikali na makosa mengine. Kwa kuanzia ni kwamba Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Zakaria Golani miaka 32 ni mkazi wa Magigwe kwa tuhuma za mauaji ya Zengo Somora mwenye umri wa miaka 27 aliyekuwa mkazi wa Magigwe kwa kumpiga kwa fimbo kichwani. Tukio hilo limetokea Machi 11 mwaka huu kitongoji cha Magigwe, kata ya Madibila, tarafa ya Rujewa, wilayani Mbarali katika mkoa huu wa Mbeya, baada ya mtuhumiwa Zakaria Golani kumfumania Zengo Somora ambaye kwa sasa ni marehemu akiwa anafanya kitendo cha kumbaka mpwa wa huyu mtuhumiwa ambaye sasa tunaye mpwa wake. Jina tumelihifadhi pia kulingana na umri wa huyo binti, na kisha kumshambulia huyo mtu aliyekutwa akifanya kitendo hiki cha kumbaka kwa fimbo sehemu mbalimbali za kichwani na kupelekea kifo chake. Wakati huo Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya kwa kushirikiana na mamlaka za kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya linamshikilia Ezekia Kafunja Makaboja. Huyu ana umri wa miaka 70, ni mkazi wa kijiji cha Kipande. Huyu anashikiliwa pia kwa tuhuma za kujihusisha na kilimo cha bangi. Mtuhumiwa alikamatwa Machi 13 mwaka huu katika kitongoji cha Kipande, kata ya Kinyara, tarafa ya Ukukwe, wilayani Rungwe katika mkoa huu wa Mbeya, akiwa na shamba lililokadiriwa kuwa na ukubwa wa robo heka lililopo katika hifadhi ya msitu wa Mapala, likiwa na miche ya dawa ya kulevya aina ya bangi inayokadiriwa kufika kiasi cha miche kama 1012. Miche hiyo ilikatwa na kupimwa uzito wake kutoka kwa kushirikiana na mkemia kutoka ofisi ya mkemia mkuu wa serikali Mbeya, na kupatikana kilo 318 ambazo ziliharibiwa na kuteketezwa kwa moto kwa kibali cha hakimu mkazi wa mahakama ya wilaya ya Rungwe. Kwa hiyo taratibu nyingine za kesi mahakamani dhidi ya huyu mtuhumiwa zinaendelea. Sambamba na hayo, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya kwa kushirikiana pia na askari wa hifadhi ya wanyama pori yani TAWA na washikilia watuhumiwa wawili, Sundi Igembe maarufu Luvinza mwenye umri wa miaka 42 mkazi wa Amazon Matwiga, na George Rufingo maarufu Kalango mwenye umri wa miaka 68 mkazi wa Kanani Tunduma mkoa wa Songwe. Hawa wanashikiliwa kwa tuhuma za kupatikana na meno matatu ya tembo na kipande kimoja kidogo kilichokuwa kimehifadhiwa kwenye mfuko wa sandarusi. Watuhumiwa walikamatwa Machi 15 mwaka 2026 huko Ilindi, kata ya Matwiga, tarafa ya Kipembawe, wilayani Chunya mkoa wa Mbeya, katika barabara ya Lupa kuelekea Bitimanyanga, wakiwa kwenye pikipiki yenye namba za usajili namba MC 208 EAY aina ya Boxer. Na katika uchunguzi wa awali imebaini kuwa watuhumiwa ni wawindaji haramu na walikamatwa wakiwa katika harakati za kutafuta soko au wateja wa meno hayo ya tembo. Wakati huo Machi 15 mwaka 2026 saa 4:45 za asubuhi huko katika eneo la Uyole sokoni jijini Mbeya, kundi la wananchi waliojichukulia sheria mkononi walizingira watu wanaodaiwa kuwa ni wahalifu wanaojihusisha na matukio ya uporaji na upigaji nondo majira ya usiku, ambao walikuwa wamejificha ndani ya nyumba mojawapo iliyoko katika eneo hilo la Uyole. Kufuatia tukio hilo, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya kupitia askari wa kikosi maalum cha kuzuia na kupambana na matukio ya uhalifu walifika eneo hilo na kukuta kundi la wananchi wakiwashambulia watuhumiwa hao kwa kutumia mawe pamoja na
silaha za jadi. Katika juhudi za kuwaokoa watuhumiwa hao, wananchi walianza kuwarushia askari mawe ili wasiwafikie hao wahalifu kwa ajili ya kuwaokoa, lakini kutokana na umahiri uliopo katika kushughulikia makosa haya, askari wetu waliweza kufanikiwa kuwaokoa jumla ya watuhumiwa 6 kutoka mikononi mwa hao wananchi waliokuwa na hasira, na katika kuwaokoa waliweza kuwakimbiza katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya kwa ajili ya kupata matibabu, kwa sababu kwa kipindi hicho walikuwa wamejeruhiwa sehemu mbalimbali za miili yao. Kwa hiyo wakati wanafikishwa hospitalini, kati ya wale watuhumiwa 6 waliokamatwa au waliookolewa kutoka kwenye kundi la wananchi, 4 walifariki dunia wakiwa wanapatiwa matibabu katika hospitali hiyo ya rufaa, na waliofariki wakiwa wanapatiwa matibabu ni Eric Nasoro maarufu Eric Mandampo, huyu ana umri wa miaka 20, ni mkazi wa Uyole. Wa pili ni Meshaki Joseph, jina maarufu ni Scofield, huyu naye ana umri wa miaka 20, naye ni mkazi wa Uyole. Wa tatu ni Abdalla Goliamu, naye jina lake maarufu anaitwa Dula, na umri wa miaka 20, na ni mkazi wa Sakarani. Na wa nne ni Asajire Isaac mwenye umri wa miaka 25, ni mkazi wa Sokoni Kingani. Aidha, watuhumiwa wengine 2 waliokuwa wamepata majeraha kipindi hicho waliookolewa kutokana na majeraha madogo waliokuwa nayo walitibiwa na kuruhusiwa kutoka hospitalini, ambao ni Raksi Hamisi mwenye umri wa miaka 23 na Pasco Aroni mwenye umri wa miaka 32. Wote hawa ni wakazi wa Uyole ambao kwa sasa wanaendelea kushikiliwa na kuhojiwa na kikosi maalum cha askari kwa ajili ya kupata ushahidi muhimu ambao utawaunganisha na baadaye waweze kufikishwa mahakamani kwa ajili ya kujibu tuhuma hizi ambazo tumezitaja za kuvamia watu na kuwapiga nondo, wakata mapanga na kufanya uvunjaji na kuiba mali zao. Kwa hiyo katika mahojiano ya awali na watuhumiwa hawa ambao wamenusurika, ambao tunasema tunao katika vituo vyetu vya polisi, walionusurika kuuawa na wananchi, wanakiri kuhusika katika matukio kadhaa ya uhalifu yaliyotokea katika mkoa wetu wa Mbeya na jiji la Mbeya kwa ujumla, na wametaja matukio hayo na wameonyesha maeneo ambako walikwenda kufanya uhalifu huo wakiwa na wenzao ambao tayari wamekwisha fariki sasa, na wametaja kwamba walihusika katika matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha, matukio ya mauaji na uvunjaji, pamoja na kujeruhi baadhi ya wananchi ambao wako hospitalini, wengine wanaendelea kupata matibabu, lakini wengine wamekwisha ruhusiwa na wanaendelea na matibabu ili kupata nafuu ya majeraha ambayo waliyapata. Kwa hiyo watuhumiwa ambao tunao wanakiri kufanya matukio ya uhalifu maeneo ya Isyesye, Iganzo, Hangaya, Mangaveta, Iromba na Uyole. Ndio maana mtaona watuhumiwa hawa ambao walishambuliwa na wananchi walikuwa maeneo ya Uyole, na matokeo yake ni kwamba wananchi wameshatoa taarifa na tumekwisha baadhi walishakamatwa wakafikishwa kwenye vyombo vya sheria, lakini kutokana na taratibu za kimahakama wanaruhusiwa kupata dhamana. Wamepata dhamana, wameenda tena kufanya uhalifu. Kwa hiyo wananchi wakaona kama vile jeshi la polisi kwa njia moja au nyingine kweli tunawasaidia, lakini na wao wamefika sehemu wakaona sasa wachukue sheria mkononi, japo ambalo pia na sisi tunaikataza, lakini tunaendelea kuhimiza watu wasichukulie sheria mkononi, waache sheria ichukue mkondo wake. Lakini kwa sababu hawa watuhumiwa wanajirudia, ndio maana unaona hii hali ya wananchi wa maeneo ya Uyole na maeneo mengine wakaamua sasa waweze kukimbizana nao, kwa sababu ni matukio ambayo sasa wanafanya kwa kujirudia, na baadhi ya wazazi wanaendelea kuwatetea na kuwafichia siri na kuwaficha hata majumbani kwao kuwakatalia. Lakini kwa sababu taarifa tunazipata kutoka kwa wananchi, tunashukuru sana wananchi kwa ushirikiano huu ambao wanaendelea kutupatia na tunaendelea kukamata. Tumekamata vitu vingi sana kwa ushirikiano wa wananchi, na baadhi ya watuhumiwa ambao tunao wameweza kutuonyesha, na kuna baadhi ya watu wanajipatia mali hizi, wanakuwa ni wanunuzi, tunaita receivers, wanapokea na kwenda kuuza sehemu nyingine, na wenyewe tumekamata. Kwa hiyo taratibu zinakamilishwa ili waweze kufikishwa mahakamani ili mkondo wa sheria uweze kuchukua nafasi dhidi yao. Lakini pia katika hali hiyo ambayo ninasema sasa ya vitu ambavyo vimepatikana, wamekutwa na mali mbalimbali walizoiba, ikiwemo
magodoro, redio, televisheni, NTV, mazuria, mapazia, majiko ya gesi, mitungi ya gesi na mali mbalimbali ambazo ni za wananchi. Nyingine ni za watu ambao kwa kweli ukiwaangalia ni wazee, lakini wanaoingilia na kwenda kuwaibia. Kwa hiyo wamesababisha hasara kubwa sana kwa wananchi, lakini pia wameleta vifo kwenye jamii, kwa kitu ambacho wangeweza tu kufanya kazi wakajipatia hivi vitu. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa wananchi, kwanza wafike katika kituo cha polisi cha kati ambako ndo vifaa vyote vimetunzwa au vitu vyote vimetunzwa, yani Central Police Station hapa Mbeya, kwa ajili ya utambuzi wa mali zao, na watatusaidia watakapokuwa wanatambua. Itakuwa ni sehemu mojawapo ya kutengeneza ushahidi dhidi ya hawa watuhumiwa ambao tunaendelea kuwakamata. Hivyo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa baadhi ya wananchi wenye tabia ya uhalifu kuacha mara moja, kwani uhalifu haulipi katika mji huu wa Mbeya na hauna nafasi kabisa katika mkoa huu wa Mbeya. Lakini pia jeshi la polisi linatoa wito kwa jamii kulinda rasilimali za taifa na kuacha kujihusisha na uwindaji haramu kwa kuingia ndani ya hifadhi bila kibali, kwani kufanya hivyo ni uhalifu kama uhalifu mwingine, na badala yake wafuate taratibu ikiwemo ya umiliki halali wa silaha na kuomba kibali cha kuwinda ili kuepuka madhara yanayoweza kuwapata kwa kutofuata taratibu kama hizi ambazo tumechukua taratibu sasa za kuwakamata watu ambao wanaingia hifadhini na kuwinda bila kibali. Lakini pia wanaangamiza wanyama ambao ni rasilimali kubwa ambayo inaingizia serikali kipato kikubwa. Kwa majina naitwa Henry Jubek Mkoma, mwenyekiti wa mtaa wa Mapelele, kata Ilemi. Kwa kweli nipende kushukuru kwanza jeshi la polisi. Nashukuru sana kwa matukio yote yanayotokea, kwa ushirikiano mzuri wanaoendelea kuonyesha na kukabiliana na hayo matukio yanayokuwa yametokea. Kwa kipindi hiki tulikuwa na tukio baya sana ambalo lilikuwa limetokea ndani ya mji wetu wa Mbeya, la vijana ambao walikuwa wameanza kupiga nyundo, badala ya nondo walianza kutumia nyundo. Kwa hiyo anakushusha na nyundo akipiga nayo kichwani, maana yake unakuwa umeathirika ndani ya fuvu la kichwa. Mimi niseme nashukuru sana jeshi la polisi. Pia nawashukuru sana wananchi wanaoendelea kutoa ushirikiano ndani ya jiji letu la Mbeya na kata yetu ya Ilemi kwa ujumla. Nawashukuruni sana, sababu hili tukio limetokea ni vijana wetu wenyewe ambao tumewazaa wenyewe, wengine ni wajukuu, wengine ni watoto wetu wenyewe. Lakini nasi sana kwa wazazi mnaoendelea kukumbatia watoto na kuwasaidia pale matukio yanapotokea mabaya. Mtoto wako nakuta kamuibia fulani, kamuibia jirani, wewe unamsaidia. Sasa haya matukio, vijana wawili ambao wanatokea ndani ya kata yetu ya Ilemi, mtaa wa Mapelele, ambao walikuwa kati ya hawa vijana waliodhuru watu. Kwa hiyo niwaombe wazazi, narudia tena, niwaombe wazazi tuwalee katika maadili watoto wetu. Pia nirudi katika misingi ya kijamii, tuwapeleke watoto makanisani. Kanisa linafundisha, kanisa libomoi linafundisha watoto wanyoke kwenye mstari. Lakini wazazi wengi sasa hivi wamejisahau kutokana na mambo ya biashara zao, sijui niseme, au mambo ya maisha. Wanajali sana kwenda kutafuta pesa badala kwamba wasimamie misingi ya watoto. Nikikumbuka kwa mfano mojawapo katika hawa waliokuwepo kwenye haya matukio, ambao ni mkazi ndani ya mtaa wa Mapelele, ambaye ndani ya miezi miwili au mitatu nilikaa naye na kumwelimisha baada ya kutoka ndani, sababu alikuwa amefungwa kifungo kwa sababu ya kuua. Alifungwa kifungo cha miaka 30, lakini baadaye akaachiwa. Baada ya hapo alipoachiwa, nilikuja nikakaa naye mimi nikamwelimisha Pascal. Nikamuomba na nikamsii sana kwamba awe anakwenda makanisani, lakini alikuwa haendi kanisani. Alienda mara moja tu akaacha. Lakini baadaye napigiwa simu kwamba wananchi wamemkamata ndani ya mtaa wetu wa Mapelele. Nikafika pale, pia wananchi walikuwa wanataka kumuua. Tukawaondoa hao vijana wawili ndani ya kata yetu ya Ilemi, mtaa wa Mapelele. Wakawa wamekimbilia huko Uyole, ambako ndiko alikokuwa anaendelea kufanya hayo matukio mabaya ya kuua watu. Ndugu waandishi, mimi niseme jeshi la polisi linafanya kazi nzuri sana, lakini mahakama mimi niseme inatuangusha, kwa sababu jeshi la polisi linapowapeleka wahalifu kule, mahakama inakuja inawaachia. Wangekuwa wanarudi kwetu sisi, wanauliza
wanauliza huyu mtu ambaye wamemwachia anakuwa na tatizo gani? Pia wangekuwa wanauliza hata kwa mabalozi. Mabalozi wa watu wanafanya shughuli nzuri sana, wanatusaidia sana. Mahakama, narudia tena, mahakama tunaomba mtusaidie. Sisi hatuna mwingine wa kumkimbilia na kumlilia. Mahakama tunaomba mtusaidie. Mwisho, wewe na mimi ndio wasimamizi wazuri wa maeneo yetu. Zamani kwenye magari walikuwa wanaandika abiria chunga mzigo wako. Kwa hiyo matukio haya yanapotokea mbali, maana ujue na kwako litakufikia. Kwa hiyo naomba utoe ushirikiano mzuri, mwananchi yoyote utoe ushirikiano mzuri, aidha kwa jeshi la polisi, aidha kwetu sisi kama viongozi wa serikali ya mtaa. Unapotupa taarifa na sisi tunalifikisha taarifa hizo kwenye jeshi la polisi. Naomba ushirikiano mzuri, wananchi wote, kama mnanisikiliza mnielewe hivyo, tusaidiane. Hii nchi ni yetu wote, si ya mtu mmoja. Kwa majina naitwa Kennedy Lameck Mwakambonja, ni mwenyekiti mtaa Mwantengule, kata ya Isyesye. Kwanza kabisa naomba nimshukuru polisi kata, lakini pia naomba nimshukuru OCD na RCO. Nawashukuru sana kwa kazi ambayo mnafanya. Kazi ambayo mnafanya ni ngumu. Kwenye mtaa wangu kuna matukio mawili yametokea. Wa kwanza ni mtoto wa diwani mstaafu amepigwa nondo, amelazwa hospitali. Lakini wa pili kwa bahati mbaya amepoteza maisha. Kwa hiyo nafikiri mimi nawashukuru jeshi la polisi kwa kazi ambayo wanafanya. Kazi ambayo mnafanya ni kazi kubwa. Mungu awabariki sana. Lakini pia nisiseme mengi sana. Hawa watu kikawaida, mimi ninachokijua, dawa ya moto ni moto. Nilikuwa naomba sasa, kama ni sheria ipo irekebishwe kwamba mtu aliyeua naye uawe kiujumla. Sababu yani kitu ambacho wanakifanya sio kizuri kwenye jamii. Kwa hiyo nafikiri sasa nilikuwa naomba ipite kliniki ya mahakama ili itoe elimu kwa wananchi. Ndio jambo la kwanza. Lakini pili, tushirikiane. Namshukuru afande Vincent, ananipigia simu mara kwa mara usiku. Mwenyekiti, kuna 1, 2, 3, toa ushirikiano, na toa ushirikiano pamoja na wananchi. Kwa hiyo nawashukuru jeshi la polisi kwa kazi ambayo mnafanya. Hiyo kazi muendelee nayo. Mungu awabariki sana. Kwa majina naitwa Upendo Samuel Mwaisemba, mwenyekiti mtaa wa RRM. Kwanza kabisa mimi napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye anatulinda, anawapa nguvu askari wetu mpaka hapa walipofika. Ni si kwa mapenzi yao, bali ni kwa ajili ya uweza wa Mungu. Lakini nianze kwa kusema napenda kumshukuru polisi kata wetu. Kwa kweli umetupa mtu sahihi, tunalinga naye, yupo kwa wakati, lolote linalotokea tukimjulisha, tuna ushirikiano naye mkubwa. Tunakushukuru sana. Lakini cha pili, napenda kushukuru jeshi la polisi lote. Mnafanya kazi nzuri kwa kweli. Tumeona kazi yenu. Usiku mchana hamlali. Tumeona kazi zenu kubwa. Mnatupigia usiku kucha. Mwenyekiti, nipo kwenye mtaa wako. Napenda kumshukuru sana OCD. Baada ya kuona nimezidiwa, kila siku nasikia matukio huku na huku, nilianza kumsumbua OCD. OCD, naomba msaada wako. Nimeonewa huku, sijui sababu mwanamke, kumbe lilikuwa ni tatizo tu limejitokeza. Lakini hakusita, kaniambia mwenyekiti, nitakupa kipaumbele. Kweli toka siku ile doria ilianza kwenye mtaa wangu. Lakini nashukuru kwa hawa waliokamatwa kwa sababu wamesema kile walichokitenda. Ninaomba kabisa sheria ichukuliwe mkondo wake, ile sheria kali kabisa, kwa sababu wametoa roho za watu. Kama huyo mzee mnayemsema, nimezika mimi huyo mtoto wake. Baba alishindwa kulia, ni mtu mzima, hajiwezi, amepoteza nguvu kazi. Lakini cha mwisho, naomba niombe mahakama. Mahakama yetu inafanya kazi vizuri. Najua wanatenda kazi nzuri kabisa. Lakini wapunguze kuachilia wahalifu. Wanatamba mtaani. Wanalitukana jeshi la polisi. Wanasema jeshi la polisi mnatupeleka kule, kesho nitarudi. Sisi mitaani hatujui kama ni mahakama, tunajua jeshi la polisi. Lakini leo nimejihakikishia kazi nzuri ya polisi. RPC,
Mungu akubariki kwa jeshi lako. Kupata taarifa zetu, subscribe channel yetu ambayo ipo YouTube na ubonyeze kengele. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Nenda YouTube sasa hivi, andika Jongo Media TV au nenda Instagram yetu. Kwenye bio kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja YouTube. Asante kwa kutazama Jongo Media TV. Jongo Media TV, siku zote tunazidi kawaida.